Mheshimiwa Jaku Hashim Ayub, atafuatana Mheshimiwa Chumkombo Khamis na Mheshimiwa Moza ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nikushukuru kuniruhusu kuchangia wizara hii ambayo ni muhimu sana katika shughuli zetu. Mheshimiwa, kwanza nichukue fursa hii kwa dhati kabisa kumshukuru Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa dhati kabisa kwa kuliangalia swala hili katika huduma ya kamati ya ustawi wa jamii. Hii huduma ya ustawi wa jamii, wajumbe sote hapa au kwa kila kiumbe hai inahitaji kamati hii. Kila kiumbe hai inahitaji kamati hii. Katika kamati ambayo imefanya kazi vizuri tena katika mazingira magumu. Niwashukuru sana wajumbe wa kamati hii pamoja na upungufu wake. Kamati hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni muhimu katika, siwezi kusema kamati zote hazina muhimu, lakini inaweza kusema namba moja. Wewe Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi, sisimizi, ng'ombe, yote yanahitaji kamati hii afya. Kwa hiyo kamati ni moja katika kamati muhimu aina yake. Bila kamati hii, Mwenyezi Mungu wa kwanza wa pili, kamati. Mheshimiwa Rais, kamati hii kaifanya kililahi. Tukaangalia sekta ya afya, tuangalie majengo Mheshimiwa Rais. Si wilaya, si mkoa, si kwingine. Kamati hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, imekushana wizara 4. Imetaja afya hiyo. Katika sekta afya tumeona mabadiliko makubwa kipindi kifupi. Tuje wizara elimu kwenye kamati hii na wizara 4. Tuangalie mashule, maskule, magorofa kama Kojani. Nani kategemea hali kama ile ya Kojani kujenga kitu kama kile? Kulivusha tofali si jambo dogo, ni kisiwa. Mheshimiwa Rais kafanya kazi. Mnyonge mnyongeni, haki yake tumpeni. La tatu, tuje katika wizara hii kama tunasimamia michezo. Tuangalie viwanja vilivyo kila wilaya, mkoa. Kamati hii, kwa hiyo Mheshimiwa Rais, kamati hii kaifanya kazi sehemu kubwa sana. Tumalizia ambao ofisi hii kwa leo tunaichangia. Tumeona mabadiliko makubwa sebleni, nyumba za wazee, hali wanavyoishi. Tuangalie Limbani, hali wanavyoishi watu. Kuliko hoteli ya 5 star Limbani. Kwa kamati hii Mheshimiwa Rais kaifanyia. Lakini nitakuwa sitamfanya haki msaidizi wake Mheshimiwa Makamu wa Pili kwa kumsaidia na kumshauri vyema. Mheshimiwa Makamu wa Pili, nikushukuru sana kwa kumsaidia na kumshauri Mheshimiwa Rais. Lakini nyingine nimwombe sana Daktari Saada Sijakauma kipindi hichi cha miezi 2 mpaka tumalize bajeti yetu. Maana amefanya kazi kubwa sana ili akiwemo na AG. Wamefanya kazi kubwa sana katika baraza hili. Mheshimiwa, sitamfanyia haki mwenyekiti wangu wa kamati kwa makini wake. Mheshimiwa Hussein Makungu ameiongoza uzuri kamati hii na kutushauri mengi. Mheshimiwa Hussein, nikushukuru. Mheshimiwa, nije katika mjadala wangu ambao uko sasa hivi, fungu 019 naomba tuliandika katibu, na nia ya kuzuia fungu, na nia ya kuzuia fungu 019 pamoja na pongezi hizo ndio tunatengeneza. Kila kizuri kina kasoro yake, vidole haviko sawa hivi. Kifungu P01, utawala na uendeshaji, maelezo hoja zifuatazo kuhusu mfumo wa ukusanyaji taarifa za ukatili dhidi ya watoto. Kifaa hichi Mheshimiwa kinaitwa Primero. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa kifaa hichi kuna seva imefungwa hapa. Taarifa hapa serikali haipati, zinafika moja kwa moja Marekani. Katika wilaya zote zetu zimefungwa. Aje tufahamishe waziri, kwa sababu gani hatupati taarifa hizi? Taarifa hizi muhimu kwa matendo au matukio yanayotokea katika kwenye watoto wetu, kupigwa, kulahatiwa na mengine. Muhimu sana taarifa hizi Mheshimiwa Mwenyekiti kuzipata. Nataka Mheshimiwa Waziri aje atueleze kwa nini mfumo huu wa taarifa serikali haubaki kwenye sava. Nazuia fungu hili Mheshimiwa, wakati pale fast flow nayo meikodi ZSTC. Kwa nini sisiwe karibu na nyinyi? Ile nyumba za wazee kule zimejengwa sebleni kwa ajili ya wazee. Mheshimiwa, hoja ya tatu ya P01,
kifungu hichi kuna mkurugenzi wa jinsia hana usafiri kwa muda mrefu. Tumelizungumza muda mrefu, tokea mwaka jana gari yake iko gereji. Tatizo ni nini? Atafanya kazi vipi? Ende kwa baskeli, ende kwa mguu? Wakati mwingine unakuta ushahidi unapotea, mheshimiwa mwenyekiti, bila usafiri. Usafiri ndio nyenzo muhimu. Sasa haya matukio yanaweza kuzidi, lazima apate usafiri. Hii fungu nalizuia. Huyu mkurugenzi hana usafiri. Baada ya hapo, mheshimiwa mwenyekiti, nije P02, naomba tuandike maendeleo ya jamii ya jinsia. Nazuia kifungu hichi kwa hoja zangu zifuatazo. Nataka kujua fedha za bajeti kiasi gani zimetengwa kwa mabaraza ya watoto kwa kila wilaya, kiasi gani zimetengwa. Mabaraza haya yapo, hayafanyi kazi kwa watoto. B, ongezeko la vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa wanawake na watoto. Kwenye viashiria hakuna data inayofuata kwenye vyombo vya habari. Utaona matukio yanaongezeka badala ya kupungua. Waziri atuambie nini shida? Sheria haipo, tatizo nini? Vitendo hivi vimekuwa vikiongezeka. Si hapa nataka kujua wizara imeshindwa kudhibiti tatizo la ombaomba kwa sababu gani? Hili tatizo ni kwa muda mrefu. Na kama kuna mtandao serikali imeshindwa kuvunja kweli tatizo hili? D, ongezeko la maeneo ya starehe. Kwanza nipongeze sana ile disco toto katika shughuli imeondoka kipindi hichi katika sherehe zetu hizi, lakini kanda zetu za pwani bado kuna tatizo, watoto wadogo kukamatwa mikono na wanawake. Watoto wadogo kukamatwa mikono na wanawake. Nafikiri itafahamika, nikafika pale nikaja nikateleza, ulimi hauna mfupa. Kanda za pwani watoto wadogo wanakamatwa, kulazimishwa kufanya mapenzi, na hii ni asali. Mheshimiwa, P0C, hifadhi ya jamii. Hili kidogo kwa masikitiko niliwaambia kamati, mimi ni mjumbe wa kamati na mchango wangu ni mdogo tu mheshimiwa mwenyekiti, ila sina makubwa, kuhusu nyumba kulelea watoto ya Mazizini. Kuna taarifa ile nyumba inatakiwa, mje tuambie ni kweli kwa inatakiwa, na kama inatakiwa hawa walikuwa jengo lao, tuliambia kwenye kamati la Forodhani warudishiwe ya kulea tondo asili yake ile nyumba. Kwa hili mheshimiwa waziri uje tueleze. Mchango wangu mheshimiwa mwenyekiti ulikuwa huko mdogo sana, mimi ni mjumbe wa kamati. Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana. Sasa naomba nimwite Mheshimiwa Chumkombo Khamis, atafuatiwa na Mheshimiwa Moza na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii Mheshimiwa Zawadi Amur Nassor ajiandae.